viongozi wa serikali, mawaziri, makatibu wakuu, wakurugenzi, na wakuu wa idara, sasa tuache kufanya zile desk work. Maelekezo hayo hutolewa mara kwa mara na Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah anapozungumza na viongozi wa serikali ama katika ziara zake kwa lengo la kuwakumbusha wajibu wao wa msingi wa kuwatumikia wananchi. Licha ya maelekezo haya, Mheshimiwa Hemed huonyesha mifano na kutoa msisitizo mkubwa kwa kufanya ziara mbalimbali katika miradi ya maendeleo pamoja na kuzitembelea wizara mbalimbali ili kujua changamoto zinazozikabili ili aweze kushirikiana nao katika kuzitafutia utatuzi. Mapema Julai 4 mwaka 2026, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar akiambatana na viongozi mbalimbali wa Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi alikagua maendeleo ya ujenzi wa barabara zinazojengwa ndani ya mkoa wa Mjini Magharibi, ikiwemo barabara ya viwanja vya magereza hadi kwa Mchina yenye urefu wa kilomita 0.6, barabara ya Mwanakwerekwe Bakaburini hadi Magomeni na Kariakoo yenye urefu wa kilomita 3.7, flyover Amani, barabara ya Amani Mikunguni hadi kwa Biziredi yenye urefu wa kilomita 2.5, barabara ya Mnazi Mmoja Malindi na hadi Kinazini yenye urefu wa kilomita 2.4, pamoja na barabara ya ZRA hadi Fumba ambazo zote zinazojengwa kwa kiwango cha lami, na hadi kufikia Disemba mwaka 2026 barabara hizo zinatarajiwa kuwa zimekamilika. Awali katika ziara hiyo, Mheshimiwa Hemed alipatiwa taarifa ya kitaalamu kutoka kwa Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, Mhandisi Ali Saidi Bakari juu ya ujenzi wa barabara hizo. Kwa sasa tumeanza kujenga upande wa Mwanakwerekwe mpaka kwenye flyover. Hapo muda huu tunapozungumza tunamalizia ile ya mwisho ya lami. Kwa hiyo upande wa kule leo itakuwa barabara ile imekamilika. Alafu kipande hichi mpaka kwenye hospitali hii ya Kidongo Chikundu, eneo hili hatujapata changamoto. Fidia tumeshalipa, kwa hiyo tumeshalifungua lote na tunaendelea na hatua hii ya kuweza kuchimba na kujaza kifusi, na mwishoni wa mwezi wa 7 inshallah eneo hili lote tutakuwa tumelishatia lami. Barabara hii Mheshimiwa kama vile Rais, ni kama barabara ile tuliyopita, itakuwa na njia 4, lakini itakuwa na sehemu za kuvushia nyaya za umeme pamoja na miundombinu ya maji na data, na katikati tutakuwa na taa ambazo pia katikati kutakuwa na ducts za kupitishia hizo huduma. Pembeni tutakuwa na mitaro pamoja na njia za watembea kwa miguu. Mara baada ya taarifa hiyo, Mheshimiwa Hemed alipongeza juhudi kubwa zinazofanywa na Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kwa kusimamia vyema utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa, pamoja na kusema kuwa utakapokamilika ujenzi wa miundombinu ya barabara zitarahisisha upatikanaji wa huduma mbalimbali za kiuchumi na kijamii. Nikushukuru sana pamoja na timu yako kwa usimamizi mzuri wa miundombinu Zanzibar. Barabara hii ambayo tunaitembelea muda huu ni sehemu tu kati ya barabara nyingi ambazo tunaendelea kuzijenga na nyingine zimeshakamilika. Lakini hapa maeneo haya naamini sote tunakumbuka barabara tuliyokuwa nayo. Na sasa ujenzi huu ambao muda mchache ujao, miezi michache ijayo, tutaikamilisha kwa kiwango kizuri. Nimefurahi kusikia kwamba hakuna changamoto kwa maeneo hayo yaliyotajwa. Amesema miundombinu ya barabara inafungua fursa mbalimbali za kiuchumi, ikiwemo kuimarika kwa biashara, kuongezeka kwa pato la taifa, kuongezeka thamani maeneo yote yaliyo karibu na miradi ya maendeleo. Katika ziara zake, Mheshimiwa Hemed amewatoa hofu wananchi kuwa kila aliyepisha ujenzi wa miundombinu atalipwa fidia kulingana na tathmini ya viwango vya mali zao. Mheshimiwa Hemed aliwafundisha wananchi kuwa azma ya Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi ni kuona Wazanzibari wanaondokana na changamoto ya usafiri na usafirishaji ili kuondosha foleni na kurahisisha upatikanaji wa huduma mbalimbali, hasa kwa vile Zanzibar ni visiwa vya utalii. Ni miongozo ya Mheshimiwa Rais wetu Daktari Hussein Mwinyi kuhakikisha kwamba Zanzibar inakuwa vizuri kwa miundombinu ya barabara na maeneo mengine, ili kuhakikisha uchumi wa Zanzibar na wananchi wake unakwenda vizuri.
Kila pahala Zanzibar panajengwa, tunakusudia kuhakikisha kwamba Zanzibar inakuwa safi, iwe mijini, iwe vijijini, ili tuhakikishe kwamba ile azma ya Mheshimiwa Rais inafikiwa. Na mji wetu kama ambavyo tunafahamu ni mji wa kitalii. Watalii ni wengi, wanapokuja hapa basi wajifeel kama wako maeneo mengine yale ambayo yako nje ya Zanzibar, pengine wafananishe na huko duniani kabisa. Mheshimiwa Hemed akauelekeza uongozi wa Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha wananchi wote waliopitiwa na ujenzi, hasa wale waliokwisha kulipwa fidia zao, wanaondoka katika maeneo hayo, pamoja na kuandaa utaratibu mzuri wa kuhakikisha hawarudi mara ujenzi wa miundombinu ya barabara utakapokamilika, ili kuweka haiba na muonekano mzuri wa miundombinu hiyo. Niwaombe wananchi wote ambao wamepitiwa na ujenzi na wale ambao tayari tumeshawalipa fidia, basi waondoshe majengo yao. Nimeambiwa jengo la jirani hapa halina shida, litaondoka. Nitafurahi nikija tena nisilikute. Na maeneo mengine yote ambayo tumeshakamilisha, basi waondoke ili wakandarasi wetu waweze kufanya kazi vizuri. Na kila mwisho kwenye eneo hili, Mheshimiwa Waziri pamoja na watendaji, tuhakikishe maeneo ambayo tumelipa fidia hakuna mtu anarudi tena kujenga, iwe kibanda iwe kitu chengine chochote, kwa sababu kuna utaratibu kwamba tunalipa fidia, anaondoka leo, baadaye anarudi tena pale pale, wanaanza kujenga vibanda tena, anasema tutaweka hichi temporary, halafu tena anataka, ukitaka kumuondosha hataki tena. Kwa hiyo tusiruhusu hata mtu mmoja, tumekulipa fidia ondoka, alokuwa hajaondoka tumelipa fidia tutavunja, kwa sababu ndio utaratibu. Na hili niwahakikishie kwamba hatutatania kwenye jambo hili. Tunataka barabara iwe vizuri, wanaotumia barabara kwa magari watumie vizuri, wanaotumia barabara kwa baiskeli watumie vizuri, wanaotumia barabara kwa miguu pia na wao wawe na haki ya kutumia vizuri. Katika kuhakikisha wananchi wa Zanzibar wanaondokana na changamoto ya huduma za usafiri, hasa safari za baharini, serikali ya awamu ya 8 inaendelea na ujenzi wa bandari mbalimbali Unguja na Pemba ili kupunguza msongamano wa meli zinazosubiri ukuta kwa ajili ya kushusha na kupakia mizigo, kwa lengo la kuimarisha biashara na upatikanaji wa bidhaa kwa wananchi kwa urahisi na uhakika. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar alikagua ujenzi wa bandari ya abiria na mizigo ya Maruhubi, yaani mpiga duri, ujenzi wa kituo cha kushushia na kupimia mafuta Mangapwani, na kukagua bandari jumuishi ya Mangapwani ambayo inatarajiwa kuwa bandari kubwa zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki, itakayokuwa na uwezo wa kuhudumia makontena 250,000 kwa mwaka, ambapo matarajio ya baadaye ya shirika la bandari Zanzibar ZPC ni kuifanyia utanuzi zaidi bandari hiyo ili ihudumie makontena 1,000,000 kwa mwaka. Wazanzibari na Watanzania tutakuwa tunapata huduma za uhakika ambazo hazitakuwa na matatizo. Leo kuna baadhi ya Wazanzibari na Watanzania wanashusha mizigo yao Mombasa kwa sababu tu ya changamoto tulizo nazo ndani ya region yetu. Lakini tukikamilisha hii, manake sasa mizigo ya Watanzania wote itashushwa Tanzania na mizigo ya Wazanzibari wote itashushwa Zanzibar, lakini pia na wageni wengine watapata nafasi ya kufanya biashara zao hapa. Hatimaye Wazanzibari tutafaidika, Watanzania tutafaidika, lakini tutakwenda kuweka heshima kubwa ndani ya bara la Afrika, kwa sababu hii itakuwa ni jambo ambalo linaweza kuwahudumia watu wote. Italeta uchumi mkubwa, lakini italeta diplomasia kubwa, yani diplomasia pia itaongezeka. Maana ukiambiwa Mauritius wote wanachukua bidhaa zao hapa, wa Seychelles wote wanachukua hapa, na nchi nyingine nyingi. Kwa hiyo hiyo ni heshima kubwa. Si heshima tu, lakini hao wakichukua hawachukui bure. Maana yake tunazungumzia impact kubwa ya kiuchumi ambayo ndio lengo la kuweka bandari hii. Mheshimiwa Hemed alitamatisha ziara zake katika Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kwa kufikia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume maarufu AKIA, kukagua ujenzi wa jengo la biashara na jengo la abiria Terminal 2, na kusema kuwa utakapokamilika ujenzi huo, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Zanzibar utakuwa miongoni mwa viwanja bora duniani
kwa utoaji huduma bora kwa wageni wanaoingia na kutoka Zanzibar. Hapa alitoa neno kwa wakandarasi wa majengo hayo kuhakikisha wanajenga kwa kufuata viwango vinavyotakiwa na kukamilisha miradi hiyo kwa wakati ili uwanja huo uweko tayari kupokea wageni wengi wanaotarajiwa kuingia nchini kwa shughuli za utalii. Lakini na katika kipindi cha mashindano ya AFCON yanatarajiwa kufanyika mwaka 2027. Hili ni eneo moja muhimu sana ambalo nalo litakuwa na mchango mkubwa na tutakuwa ni kigenzo kimoja muhimu cha kutusababisha tufanikiwe zaidi katika mashindano haya ya AFCON, kwa sababu moja katika eneo kubwa ambalo wageni wetu watapitia ni lango hili la uwanja wa ndege. Uwanja wa ndege ni lango kuu la ukuaji wa uchumi wa nchi kwa kuingiza idadi kubwa ya watalii wanaosaidia kuongezeka kwa pato la taifa na ajira kwa wananchi. Kutokana na umuhimu huo, Mheshimiwa Hemed amewataka wafanyakazi wa mamlaka ya viwanja vya ndege Zanzibar kuendelea kufanya kazi kwa weledi na nidhamu ya hali ya juu wakati wanapowahudumia wageni wanaoingia na kutoka nchini ili kuendelea kuitangaza na kuilindia heshima Zanzibar. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Zanzibar utakuwa ni moja kati ya viwanja vya ndege bora duniani. Mlango huu wa uwanja wa ndege ama lango hili la viwanja vya ndege haliishii kwamba ni watu kupita na kurudi, lakini hili linakwenda kuongeza kasi ya ukuaji uchumi ndani ya nchi. Pahala ambapo panakuwa na urahisi wa mlango huu pamoja na mlango wa bandari, kwa kweli hiyo nchi inakuwa na mafanikio makubwa ya kiuchumi na lina athari chanya, tunasema wale watu wa uchumi, multiplier effect ya hili jambo. Hapa ajira zitaongezeka, watu wataendelea kupata huduma nyingi, wageni wetu watapata huduma zote zinazostahiki kwa mujibu wa viwanja vya ndege vya kimataifa, lakini na uwezo sasa hata wa kukusanya kwa maana ya mapato utaongezeka. Maana mgeni akiingia, akitoka, kuna vitu hapa atawacha. Kwa maana ya mapato, nchi yetu itaongeza uwezo wa uchumi wetu ndani ya Zanzibar. Kwa hiyo eneo hili kwa kweli ni eneo ambalo tunalitegemea sana, na kwa kweli litakuwa msaada na mchango mkubwa kwa Wazanzibari, serikali, lakini kwa wananchi kwa ujumla. Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Mheshimiwa Dr. Khalid Salum Mohamed naye akamshukuru Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar kwa kuamua kufanya ziara ya kukagua miradi inayotekelezwa na wizara yake na kusema maelekezo yake yamekuwa yakileta msukumo wa kufanya ufuatiliaji zaidi na kuhakikisha miradi hiyo inakamilika kwa wakati uliopangwa. Dr. Khalid akamhakikishia Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar kuwa ujenzi wa barabara zote zinazojengwa ndani ya mkoa wa Mjini Magharibi, uwanja wa ndege na bandari ya Mpiga Duri utamalizika kabla ya mashindano ya AFCON ambayo yatatoa fursa mbalimbali za kiuchumi kwa wakazi wa Zanzibar. Majengo haya yote yatakamilika kabla ya mashindano ya AFCON. Ni coincidence nzuri. Nichukue fursa hii kwa dhati kabisa kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa maono yake. Maana wakati yanajengwa haya tulikuwa hatujakuwa na dhamira ya AFCON, lakini Mheshimiwa alikuwa na maono hayo, na alhamdulillah leo baada ya miezi miwili mitatu hivi tutakuwa na capacity hiyo. Hatutokuwa na tatizo lolote katika kipindi hichi kuhudumia abiria watakaokuja kwa mashindano ya AFCON, lakini hata hivyo tutakuwa na uwezo wa kuhudumia ongezeko la watalii watakaofika nchini kwetu. Sasa ikafika zamu ya Wizara ya Kilimo, Maliasili, Umwagiliaji na Mifugo. Wizara yenye dhamana ya kuwasimamia wakulima na wafugaji katika kuhakikisha wanalima na kufuga kisasa zaidi kwa maslahi yao na taifa kwa ujumla. Asubuhi mapema Julai 6 mwaka 2026, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah alifika katika kijiji cha Mtule kilichopo wilaya Kusini, mkoa wa Kusini Unguja, kukagua uwekezaji wa kilimo cha mbogamboga na matunda na ufugaji wa kuku wa kienyeji uliowekezwa na Bwana Rashid Khamis, mzawa na mkazi wa kijiji hicho.
Baada ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar kufanya ukaguzi shambani hapo, alipata fursa mmiliki wa mradi huo kuzungumza mawili matatu, na hapo Bwana Khamis akamweleza Mheshimiwa Hemedi kuwa zaidi ya shilingi za Kitanzania milioni 150 amewekeza katika kilimo kilichojikita kwenye masuala ya mapapai, mabilingani, pilipili boga, matikiti, tungule na ufugaji wa kuku wa kienyeji uliozalisha ajira 12, na kwa sasa wanajipanga kuanzisha kilimo cha spices. Bwana Khamis akawashauri vijana kujikita katika kilimo na ufugaji na kusema kuwa Zanzibar kilimo ni mtaji wenye faida kubwa endapo utaupa muda wa kutosha. Na ihamasishe serikali iwahamasishe wananchi ili kuweza kujiajiri katika sekta hii ya kilimo. Kilimo kinalipa. Baada ya kukagua shamba hilo lenye ukubwa wa zaidi ya hekta 6, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar aliwataka watendaji wa Wizara ya Kilimo pamoja na wakulima na wafugaji kulima na kufuga kwa kuangalia mahitaji ya soko la ndani, hoteli za kitalii na wageni wengine wanaoingia Zanzibar. Tuna soko kubwa la bidhaa. Sasa ukiangalia namna ambavyo tunafuga, namna ambavyo tunalima, bado hatujaangalia matakwa ya soko tulilonalo. Kijiji cha Bambi kinajulikana sana kwa ukulima wa viazi vitamu na mboga mboga kama vile pilipili boga na tungule. Na katika kuendelea kuunga mkono jitihada za wajasiriamali wadogo wadogo, Mheshimiwa Hemedi alifika kijijini hapo kuwakagua wakulima na kuwasikiliza changamoto zao. Na hapa akawashauri wakulima na wafugaji kuangalia fursa ambazo zitawasaidia kutimiza malengo yao. Na aliwataka vijana kuitumia fursa ya kilimo katika kutengeneza maisha yao na kuachana na mtazamo hasi wa kwamba eti ajira ni kuajiriwa serikalini, jambo ambalo si sahihi. Fursa ya ajira ambayo wameipata wananchi kupitia kilimo hichi cha mboga mboga tu na kupitia maeneo mengine, ukiangalia unakuja kugusa asilimia kubwa ya wananchi. Tunategemea kilimo, lakini tunategemea kilimo tusichokijua, tunategemea kilimo tusichokuwa na taaluma nacho. Tukipeleka taaluma vizuri, mimi naamini watu wengi watashawishika kuja kwenye kilimo hichi. Nitumie nafasi hii kuwaomba vijana tutumie hizi fursa. Hizi fursa unataka vijana tulionao pengine asilimia 67. Ukiangalia ile sensa ya mwaka 2022, asilimia 67 ni vijana. Wanategemea wote wasubiri kazi ya serikali, wote wasubiri kazi za ofisi. Haiwezekani. Fursa ni hizi. Cheju ni eneo maarufu kwa ukulima wa zao la mpunga. Licha kuwa na maeneo ya kutosha kwa ajili ya kilimo, lakini bado Zanzibar inaagiza mchele kutoka nje ya nchi, jambo ambalo limemlazimu makamu wa pili wa rais kutaka kufahamu sekta ya kilimo inapitia changamoto gani hadi Zanzibar ikashindwa kujitosheleza kwa chakula cha ndani. Alifika Cheju katika mashamba ya mpunga na hapa akapata fursa ya kukagua mashamba hayo, lakini akajionea namna ya uvunaji wa mpunga kwa kutumia mashine ili kupunguza changamoto ya upotevu wa mpunga na kuokoa muda wa kukaa shambani. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar akawataka watendaji wa Wizara ya Kilimo kuhakikisha sekta ya kilimo inatanua wigo mpana wa kuwekeza katika kilimo cha biashara na kuachana kabisa na kilimo cha kujikimu kisichokuwa na faida kwa wakulima. Bado tunakwenda kulima kilimo cha kujikimu wenyewe. Tunapaswa sasa tutoke kwenye kilimo cha kujikimu twende kwenye kilimo cha biashara. Kubadilisha mindset, Mheshimiwa Waziri, si jambo dogo na si jambo rahisi. Lakini kwa utaalamu wenu mlionao kilimo, tuendelee kuwaelimisha wananchi wetu, na nadhani demonstration ya maeneo haya ni mfano hai, ni mfano muhimu ambao kila mmoja anauona kwa macho yake na kuona mafanikio ambayo yanaweza kupatikana. Akawasihi wakulima kuwa tayari kukaribisha wawekezaji ili kupata fursa nyingi, ikiwemo kujifunza miundombinu mbalimbali za kulima kilimo cha kisasa chenye tija zaidi. Akatoa agizo kwa Wizara ya Kilimo kuangalia namna bora ya kuwasaidia na kuwawezesha wakulima na wafugaji kwa kuwapatia elimu na nyenzo mbalimbali zitakazowasaidia kukuza na kuendeleza miradi yao. Tuwape elimu wananchi waelewe kwanza. Manake wananchi, wakulima wetu bado wana ukulima ule wa kizamani.
na waelewe, kwa sababu uwekezaji kwenye eneo hili, wawekezaji wapo, wanaweza kuja kuwekeza wakalima kisasa na wananchi wetu pia wakafaidika zaidi. Akiwa bado katika kijiji cha Chejo, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah alikagua eneo la kufugia ng'ombe wa maziwa, ambapo alisema lengo la serikali ni kuona ufugaji Zanzibar unakuwa na kuimarika, hasa kwa vile ufugaji ni fursa ambayo inaweza kuwasaidia vijana kujiajiri na kujikwamua na umaskini kwa kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Mtazamo wa serikali ni kuwa na ufugaji mkubwa zaidi na kuhakikisha wafugaji wanasaidiwa kwa kupewa elimu ya ufugaji wa kisasa, lakini pia wanawezeshwa na kuoneshwa fursa ambazo wanaweza kuzitumia ndani ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Serikali kwa utaalamu wetu kupitia idara ya mifugo na wataalamu wengine tuwasaidie utaalamu zaidi, lakini pia tuwaoneshe fursa ambazo wanaweza kuzitumia ndani ya Zanzibar na ndani ya Tanzania ambazo zitaweza kutusaidia kuweza kufuga kwa wingi zaidi. Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo, Mheshimiwa Suleiman Masoud Makame ameeleza kuwa jambo zuri na la kufurahisha katika maendeleo ya sekta ya kilimo ni kuwa wafadhili mbalimbali wamekuwa na mwamko wa kuwekeza na kusaidia katika kilimo kwa kuhamasisha wakulima kulima kilimo cha kisasa kinachotumia teknolojia zaidi, jambo linalochangia kuongezeka maradufu kwa uzalishaji wa mpunga kutoka polo 10 kwa robo eka na kufikia zaidi ya polo 22. Mtu ambaye alikuwa akimiliki eka moja katika eneo hili alikuwa akiweza kupata vipolo 10, vipolo 8, 7 kulingana na hali ilivyokuwa. Lakini baada ya kuja kwa mradi huu, mtu ambaye anamiliki robo eka anaweza kufikia hadi vipolo 22 katika mwaka huu. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar alihitimisha ziara yake kwa kukagua ujenzi wa kituo cha kisasa cha Seed Farm kwa ajili ya kuhifadhi mbegu za mazao mbalimbali, hasa mbegu za mpunga, kinachojengwa katika eneo la Kibonde Mzungu, wilaya ya Magharibi B Unguja, ambacho kitakuwa na uwezo wa kuhifadhi mbegu lukuki kwa ajili ya wakulima wa mpunga wa Zanzibar. Hapa aliwasihi vijana kujikita zaidi, kujiajiri na kuwekeza katika maeneo mbalimbali ikiwemo kilimo na ufugaji ambao una faida kubwa endapo wakulima na wafugaji watafuga na kulima kisasa zaidi. Kuna haja kubwa, Mheshimiwa Waziri, kuwaunga mkono hawa vijana, lakini kuwaelimisha wakajua fursa zinazopatikana kupitia Wizara ya Kilimo. Kila mmoja anasubiri ajira itoke ya vikosi, ajira itoke ya serikalini, huku aombe ajira ya kukaa ofisini. Lakini hatuwezi kuajiri watu wote, lazima wengine wajiajiri kwenye maeneo mengine. Kama hapa leo kuna vibarua, hapa leo kuna mafundi, hawa hawajaajiriwa serikalini, lakini wamejiajiri wenyewe kutokana na taaluma yao. Kwa hiyo ni ombe jambo hili lifanyike, tunaweza tukawasaidia sana vijana wa Zanzibar kubadilisha mindset yao, lakini kwenda kujitokeza katika maeneo mengi ya kilimo na mifugo ambayo yataweza kuwasaidia katika maeneo mengi. Kilimo ni uti wa mgongo, tulime kisayansi, kilimo biashara teneti.